Mtazamaji, karibu katika habari za kimataifa. Mimi ni Godilness Gaspar. Maafisa waandamizi kutoka nchi mbalimbali wamekusanyika jijini London Jumanne hii wakilenga kuweka mkakati wa kuleta amani nchini Sudani wakati taifa hilo linaadhimisha miaka miwili tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Vita hivyo vilianza Aprili 15, 2023 kufuatia mvutano wa madaraka kati ya majenerali wawili waliokuwa wakishiriki kwa karibu ambao sasa wamegeuka kuwa mahasimu wakubwa. Vita hivi vimesababisha zaidi ya watu milioni 13 kufunga virago huku makumi ya maelfu wakiuawa. Marekani imezituhumu pande zote mbili kwa kuhusika na ukatili dhidi ya raia. Shirika la UNICEF limesema kuwa maisha ya mamilioni ya watoto Sudani yameporomoka, likikadiria kuwa watoto wapatao 2776 waliuawa na kujeruhiwa kati ya 2023 na 2024, ongezeko kubwa kutoka visa 150 vilivyothibitishwa mwaka 2022. Iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa imeeleza kuwa baa la njaa limekwisha athiri baadhi ya maeneo nchini humo na zaidi ya watu milioni 30 wanahitaji msaada wa dharura. Tathmini iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa imeeleza kuwa baa la njaa limekwisha athiri baadhi ya maeneo nchini humo na zaidi ya watu milioni 30 wanahitaji msaada wa dharura, huku wanawake na wasichana milioni 12 wakikabiliwa na hatari ya ukatili wa kijinsia. Waziri wa mambo ya nje Uingereza David Lammy ametangaza msaada mpya wa pauni milioni 120 sawa na dola milioni 158 kwa ajili ya kusaidia juhudi za kibinadamu nchini Sudani. Mkutano huo umeandaliwa kwa ushirikiano kati ya Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya, huku mataifa mengine kama Marekani na Saudi Arabia yakishiriki na viongozi wa mashirika ya kimataifa yakiwemo Umoja wa Mataifa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu nao wanahudhuria. Hata hivyo, serikali ya Sudani imepinga kutoshirikishwa kwake katika mkutano huo. Kamishna wa Umoja wa Afrika anayeshughulikia siasa Bankole Adeoye amesema amani ya kweli Sudani inahitajika kila sauti kusikika na kila pande kushiriki katika kuijenga upya nchi hiyo. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres naye ameonya kuhusu uingizwaji wa silaha na wapiganaji nchini humo, akitaka msaada wa nje na uhamasishaji wa silaha usitishwe mara moja. Tukielekea nchini Ukraine, amesema shambulio lake la makombora ya masafa dhidi ya mji wa Sami nchini Ukraine lililenga mkutano wa maafisa wa juu wa jeshi na kuituhumu Kiev kuwatumia raia kama ngao kwa kuendesha mikutano ya kijeshi mjini. Shambulio la kombora la Urusi mnamo Aprili 13, 2025 katika mji wa Sami kaskazini mashariki mwa Ukraine lilisababisha vifo vya watu wasiopungua 34 kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine. Mamlaka za Ukraine zimeripoti kuwa watu 34 wakiwemo watoto wawili wameuawa katika shambulio la makombora mawili ya balistiki lililotekelezwa na Russia kwenye mji wa Sami karibu na mpaka wa Ukraine na Russia. Zaidi ya watu 100 walijeruhiwa katika tukio hilo lililotokea Jumapili ya Matawi. Hili ni shambulio la pili kubwa katika kipindi cha wiki moja lililowalenga raia. Hata hivyo, Moscow haijatoa ushahidi wowote wa madai hayo, huku viongozi wa Ulaya wakilaani shambulio hilo kuwa na uhalifu wa kivita. Wakati hali hiyo ikiendelea, mji wa Kasi ulioko karibu na mpaka wa Ukraine nchini Russia umetikiswa na milipuko mikubwa siku ya Jumanne. Kulingana na vituo vya Telegram vya Baza na Shoti, milipuko hiyo imeharibu majengo ya makazi, huku picha zikionyesha jengo la orofa likiwa limewaka moto. Chanzo rasmi cha milipuko hiyo bado hakijathibitishwa. Na nchini Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump amemlaumu Zelensky kwa kuanzisha vita na Urusi siku moja baada ya shambulizi kubwa la Urusi kuwaua zaidi ya watu 30 nchini Ukraine. Matamshi ya Trump yanajitokeza baada ya ghadhabu iliyoenea juu ya shambulio la Urusi kwenye mji wa Sami wa Ukraine siku ya Jumapili, ambalo lilikuwa shambulio baya zaidi la Urusi dhidi ya raia mwaka huu. Mamilioni ya watu walikufa kwa sababu ya watu watatu, Trump alisema Jumatatu.
Wacha tuseme Putin nambari 1, tuseme Biden ambaye hakujua ni nini alichokifanya nambari 2, na Zelensky. Inakadiriwa kuwa mamia ya maelfu, lakini sio mamilioni ya watu wameuawa au kujeruhiwa kila upande tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi kamili wa Ukraine mnamo Februari 24, 2022. Akihoji uwezo wa Zelensky, Trump alisema kuwa kiongozi huyo wa Ukraine siku zote alikuwa akitafuta kununua makombora. Unapoanzisha vita lazima ujue unaweza kushinda, rais wa Marekani alisema. Mvutano kati ya Trump na kiongozi huyo wa Ukraine umekuwa mkubwa tangu makabiliano yao makali katika ikulu ya White House mwezi Februari. Katika mahojiano kabla ya shambulizi la hivi punde zaidi la Urusi, Zelensky alimtaka Trump kutembelea Ukraine kabla ya kufanya makabiliano na Putin kumaliza vita.